Naitwa Apostle Johannes John. Karibu kwenye Love Life Academy. Na leo nataka nikufundishe kwamba unapojikuta date au upo kwenye uchumba na mwanaume mwenye pesa, tegemea haya mambo matatu kukutokea. Ndio maana mimi kitu kikubwa ambacho naweza nikukwambia dada yangu kwamba usitafute kuolewa na mwanaume mwenye pesa, ila tafuta kuolewa na mwanaume bora. Nikiwa na maana gani? Mwanaume anao uwezo wa kuwa na fedha awe bora, au asiwe na fedha awe bora, lakini sikwambii kwamba uolewe kwa mwanaume ambaye amefilisika, kwa sababu mwanaume aliyefilisika, rafiki yangu, yawezekana usifike popote. A broke man, this is very dangerous. Sasa nataka leo nikufundishe kwamba je, ni mambo gani utegemee unapoolewa na mwanaume mwenye pesa. Cha kwanza, hana muda na fedha yako. Mwanaume akiwa na fedha hana muda na fedha yako. Ina maana utajikuta kwamba hafuatilii wewe fedha yako inatumikaje, unafanyaje na fedha. Lakini ukiolewa na mtu maskini ambaye amefilisika, ataanza kufuatilia fedha yako inaingiaje, hii bla bla bla. Kwa mwisho unakuta ugomvi juu ya fedha unaweza kuwa ni mkubwa. Lakini kitu cha pili unachotaka ujue kwamba unapoolewa na mwanaume mwenye fedha, iko hivi kwamba siku zote kuwa na fedha sio lazima mtu awe ni mtoaji. Hicho kitu lazima ukijue. Wanawake wengi huwa wanakimbilia mwanaume mwenye fedha wakihisi kwamba wataenda kufaidi fedha. Lakini asilimia kubwa, nimekuja nikafanya research, kuna wanaume wameoa wanawake au wanawake wameolewa kwa wanaume wana fedha, lakini yani ni kama vile wanaishi maisha ya kimaskini. Kwa sababu mtu mwenye fedha asilimia kubwa huwa hataki fedha yake itumike ovyo. Ukifuatilia matajiri wengi, na maana ni watu ambao wanaenda na budget. Kwa hiyo lazima unapoolewa kwa mwanaume mwenye fedha usije ukahisi kwamba ndo atajitoa sana. Lakini pia kitu cha mwisho ambacho nataka ukijue ni kwamba siku zote muda kwa yule mtu ambaye ana fedha hautokuwa wa kutosha. Wale watu ambao hawana vitu vya kufanya, ni maskini, au wanapoteza muda mwingi kwenye vitu ambavyo hawana fedha, yani hawapambani maisha ya kuwa na utajiri, siku zote wana muda mwingi sana wa mapenzi. Lakini unapo date au unapompata mtu mwenye fedha, rafiki yangu, lazima uwe tayari kujua kwamba mawasiliano yatakuwa kidogo, simu zitakuwa kidogo, kupigiwa kutumiwa message kutakuwa kidogo. Kwa hiyo unachotakiwa ni kuhandle hiyo situation, kuelewa vizuri, lakini pia kujua uje huyu mtu ambaye niko naye ni kweli ana fedha, lakini ananifaa, ananithamini, ataniona bora na hataki niumie. Kwa sababu issue sio kupata fedha, kwa sababu kuna watu wengi walikimbilia fedha, ndani ya siku ngapi mahusiano yakavunjika, mpaka leo hawajawahi kuwa na furaha. Kwa hiyo unachohitaji kwenye maisha hapa duniani ni kupata kitu bora kinachokuthamini kuliko kile kitu ambacho unakiona kwa macho kwamba kina fedha. Mimi naitwa Apostle Johannes John. Ningependa zingatia haya ili baadaye usije ukajuta kwa sababu ya kushindwa kuchukua maamuzi magumu ya thamani. Mimi napenda hichi kukwambia kwa sababu gani? Unapokuwa unakimbia tu fedha bila kuangalia utu bora wa ndani ya mtu, kuna possibility kubwa ya kuja kuishi maisha ya mahusiano lakini kwa mateso. Ninachotakiwa nikwambie ni kwamba kuna watu tuliwachukua kwenye mahusiano, walianza wakiwa matajiri, leo ni maskini. Lakini kuna watu tuliwachukua kwenye maisha, walikuwa maskini, leo ni matajiri. Kwa hiyo kinachomata sio yupo kwenye hali gani, japo unaweza uangalie maono, angalia malengo yake, lakini kuwa na fedha au kutokuwa na fedha kwa mwenzi wako kwa muda huo kisiwe ni kigezo cha kuzuia ndoa. Maisha yako hapa duniani lazima ujue thamani ya utajiri na mafanikio huja kwa malengo, huja kwa maono, lakini pia huja kwa tabia njema na uaminifu ndani ya mahusiano. Sasa ningependa zingatia hayo, yatakusaidia. Lakini pia nataka nikukumbushe kitu, usiache kulike, kushare, kucomment. Lakini pia tuna vitabu vingi sana ambavyo vitaweza kusaidia vya mahusiano. Watu wanaotufuatilia maisha yao hajawahi kuwa yalivyo,
leo wamekuwa watu bora, wamebadilisha system ya mashao na wameweza kuwa watu wakuu. Leo ukiamua kututafuta, ndoa yako haitovunjika, utapata ndoa kirahisi, utapona maumivu kirahisi, na utamrudisha mwenzi wako kirahisi, na maisha yako yatakuwa ya thamani. Lakini si tu hilo, kuna vitabu pia vya utajiri na mafanikio, kuna vitabu vya ndoto na vya kiroho. Watu wote lazima wajue kwamba unapoamua kuchukua hatua na kuwa mtu bora hapa duniani, maarifa ni kitu cha msingi. Watu wengi kwa nini tunaumia na mahusiano? Kwa sababu hatutaki kupata maarifa kwanza kabla ya kuingia kwenye mahusiano. Lakini kwa nini watu wengi tunakuwa maskini? Kwa sababu hatutaki kupata elimu ya fedha na utajiri na mafanikio. Lakini kwa nini watu wengi kiroho tunaumia? Ni kwa sababu hatuna maarifa. Kwa hiyo usipokuwa na maarifa utaangamia. Tutafute, tutakupa maarifa. Unataka kuingia kwenye ndoa, unataka urekebishe ndoa yako, ni nini unataka kwenye maisha, tutakusaidia. Christ, thank you for watching.